And tunayo surprise kidogo na hii ni surprise kwa kila aliyeko humu ndani. All right. Tupigeni makofi jamani. Ewa. Namna hiyo. Maestro, una chochote kitu cha kuongea? Hakiwezi kosa bro. Mshika. Bwana, sisi ni Agape Gospel Band, unatufahamu. Tulikuwa na kitu kidogo. Na tunashukuru uongozi wetu na mwenyekiti kwa kutambua kazi wanazozifanya wa vendors ambao wanafanya pamoja na sisi. Lakini na sisi kama Agape family tulikaa tukaangalia tukatafakari. Unajua mtu anakoga anakumbuka wengine, kuna muda anajisahau. Ni mpaka na wao wakukumbuke ndio unaweza kugundua kwa kumbe wanaelewa kile ninachokifanya. So na sisi tulikaa tukatafakari. Agape sasa tuna miaka 4 ya huduma tokea Bwana ametukutanisha pamoja tokea 2021. So kwa hiyo miaka 4 ya huduma Mungu alitupatia neema kwa na kiongozi ambaye ni mwenyekiti JP. Tupige makofi kwa ajili yake. Kiukweli bila Yesu ungekuwa kama mzozo. Lakini tunamshukuru Mungu kwa hekima na neema aliyoweka ndani ya bro. Kwa kweli sisi ndio tunavyoishi, kama mnasikia AGB family tunaishi as a brother and sisters, kwa tunaishi familia. So na bro amekuwa ni mwenyekiti mmoja mzuri sana ambaye hangelikuwa na hekima fulani hivi ndani yake tungekuwa tushapepea. Kila mtu angekuwa kichochoroni mwake, lakini Mungu ni mwaminifu. Kuna namna naendo vitu kinamna fulani hivi ambayo natufanya tunazidi kuepo pamoja. Unajua kuongoza hivi vichwa, kuna hiki kichwa akitoka yafu, kuna mimi fujo ni nyingi bora, yani ni mpaka kuna namna fulani hivi ya kuweza kuambia madogo kaza, hebu kazeni. Unajua sometimes mambo ni mengi, we are not perfect. Kuna muda tunakuwa ruzani lenyewe, lakini sasa utafanyaje? Ndio hivyo, inabidi tuishi pamoja, ni familia, na ndio nguvu ambayo tunaishi mpaka leo. Sio kwamba tugombani wazee, yani kuna namna tunapishana ile yenyewe, lakini Mungu ni mwaminifu, tunazidi kwa pamoja. Sasa lengo letu ni hapa, liko hapa, na sisi tuliandaa kitu kidogo. Sasa mimi msiniambie nisome Kiingereza, ni uongo, mtakimbia mndani. Ila ndo skill mimi nitamchagua au nijaribu. Usijaribu imani yangu. Niko makini. So shika kwanza. Okay. Mwenyekiti sisi tumekaa na sisi tunatambua uwepo wako na nafasi yako as kiongozi kwenye timu. Tunajua ya huijui. Walivyokuwa unapanga matuzo za wao wengine, na sisi tulikuwa tunakaa tunasema sasa nafikiria ngoja sisi tumfikirie, kwa sababu tunaelewa mchango wake kwetu kwa miaka 4. Kwa kweli huu ni kiongozi mmoja mzuri sana. Ni mzuri sana na madhaifu yake, lakini mazuri ni mengi, na ndio maana still bado tuko naye. Na ndio maana bado tuko pamoja. Ni good leader. Tunajifunza vingi kwake mwenyewe ajue. Saa zingine hatuwezi tukamwambia. Si unajua ukiona mtu unajua wa ulimwengu ni wale ambao tunashukuru kisha kwa haupo. Umeona, ndio wa ulimwengu. Lakini saa zingine za asibiri tumwambia aje. Lakini leo tumeamua sasa tukwambie leo kwamba unafanya poa. Ni kiongozi mzuri. Tuna appreciate unachokifanya na tunaelewa mchango wako. So nisiongee sana. Maisha ya kweli unajua. Maisha ya kweli na huduma. Hiyo episode inakuja, maisha ndo na huduma. Maisha ubachela na huduma. Tuna vitu vingi. So tunatambua uwepo wako mwenyekiti. Tunataka tu mbeba maono wa kipengeleki asome ili uelewe. So shikie mimi. So njoo yetu. Nitasoma kama tulivyokuandikia. Kaza. Appreciation Award presented to John Peter Kazire JP. In sincere appreciation of your exceptional leadership and dedication in guiding this team,
Your mentorship and vision has shaped our journey and inspired excellence in all we do. You have fostered unity, purpose, and collaboration that greatly contributed to our success. With gratitude, we honor and thank you for faithfully answering the call to lead. With heartfelt appreciation. Wow. Yes. Mwenyekiti, hii ni kwa ajili ya timu yote Agape. Tumpe wote. Yes. Subiri. Kidogo. Hii ni kwa ajili yako mwenyekiti. We love you so much. Na tunakuombea hekima nyingi na neema nyingi iliyozidi kutuongoza. Yes. Kwa kweli safi sana. Ni vya rohoni. Safi sana. Yeah. Kwa kweli Mungu akubariki mwenyekiti wetu, tuna appreciate sana. Tunajifunza vingi sana, tunakubali. Basi.